Ndugu zangu, habari ya saizi. Natumaini mko salama. Poleni sana kwa msiba mzito uliotokea katika kata yetu ya Lugarawa na wilaya yetu ya Ludewa. Ndugu yetu Patrick Nombo alipata ajali ya pikipiki siku ya tarehe 8 ya mwezi wa 6, 2026. Baada ya hapo alipelekwa hospitali na kupewa rufaa ya kwenda hospitali nyingine. Mauti ulimpata siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 6, 2026 akiwa katika hospitali aliyopatiwa rufaa huku akiendelea na matibabu. Ndugu zangu, hii ni hospitali ya St. John unayoiona, na huo ni msafara wa pikipiki pamoja na magari ambayo yameenda kumlaki mwili wa Bwana Patrick Nombo ulipokuwa unawasili katika hospitali ya St. John, sehemu ambayo alikuwa akifanya kazi kama katibu wa hospitali. Ndugu zangu, huo ni umati wa watu ambao wana uchungu sana. Vilio vimetawala, huzuni imetawala, hospitali imenyamaza kimya. Hapa mnapoona ndugu zangu, hayo ni magari yaliyobeba mwili yakiwa yameongozana kutoka sehemu walipokuwa. Hapo magari hayo yanaelekea katika usawa wa nyumba yake. Ndugu, jamaa, marafiki wakiendelea kumlaki na kuona nyumba yake kwa mara ya mwisho. Ndugu zangu, kumekuwa na vilio, kumekuwa na simanzi isiyoweza kuelezeka. Hapo mnapoona ndugu zangu, mwili wake tayari umeingizwa katika nyumba yake aliyokuwa anaishi. Lakini hapo mnapoona ndugu zangu, mwili wake unachukuliwa tena kupelekwa katika sehemu ya kuhifadhia maiti ili program zingine ziweze kuendelea. Na hiyo ilikuwa ni siku ya tarehe 10 baada ya mwili wa marehemu kufika hospitali ya St. John. Ndugu zangu, hii ni siku ya pili, siku ambayo sasa ni siku ya ibada ambayo ni tarehe 11 ya mwezi wa 6, 2026. Hapa mnapoona ni ibada inaendelea ya kumuaga ndugu yetu hayati Patrick Nombo. Baada ya ibada ndugu zangu, kutakuwa na zoezi la kuuaga mwili wa marehemu. Kama mnavyoona hapo, ni mwili unaletwa sasa katika viwanja vya VETA kwa ajili ya kuendelea kuaga. Ndugu zangu, hao mnaowaona ni wanajamii wa kata mbalimbali katika wilaya ya Ludewa waliokuja kuuaga mwili wa ndugu yetu, mfanya kazi mwenzetu, mwanajamii mwenzetu, muumini mwenzetu katika safari yake ya mwisho. Ndugu zangu, baada ya kuuaga mwili kulikuwa na salamu mbalimbali kutoka katika taasisi, watu binafsi pamoja na jamii. Lakini kulikuwa na viongozi
wa serikali, chama pamoja na viongozi wa dini. Ndugu zangu, baada ya salamu mbalimbali, mkurugenzi ambaye alikuwa anafanya naye kazi alitoa kwa ajili ya hospitali yetu. Mwenyezi Mungu bado amepanga mambo mema kwa ajili yetu, ingawa kwa sasa inaumiza sana. Sehemu ya pili, naomba nitumie nafasi hii kupeleka shukurani zangu za dhati kwa mwajiri wake, mkurugenzi wetu Sunday Deogratias. Mwenyezi Mungu akubariki sana, asante. Tangu tulipokupa taarifa ya kuondokewa na huyu ndugu yetu Patrick Nombo, umekuwa na mahusiano ya karibu sana nasi, aidha we mwenyewe moja kwa moja na kupitia watendaji wako. Tunasema asante sana. Uongozi wa hospitali ya St. John Lugalawa, kwa kweli mimi kama mwajiri nawashukuru sana kwa namna ambavyo mmemlea aliyekuwa mtumishi wetu ambaye sasa ni marehemu. Mmeishi naye vizuri, kwa sababu ajira iko kwangu, lakini muda mwingi sehemu ya kazi ilikuwa ni hapo hospitali. Kwa naamini kwamba mmekuwa ni walezi wazuri, na ndio maana hata sifa zote hizi ambazo zinatolewa hapa, lazima niseme tu kwamba taasisi yetu ya St. John ina mchango mkubwa katika hii. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa malezi. Lakini pia nichukue fursa hii kuwashukuru sana viongozi wetu wa dini, hasa baba padri ambaye ametoa neno la siku la leo. Kwa kweli mimi nilikuwa nimekaa kwenye kiti pale, nilikuwa nasikia na kutafakari. Ametupa ujumbe mzito, lakini pia ametukumbusha mambo ya msingi. Lakini kikubwa zaidi katika mahubiri yake, nimeweza kumsikia na kumwelewa. Alichohubiri ni kwamba inatupasa kumwamini Mungu, kufuata yale yote yanayompendeza. Masuala ya dini, madhehebu sio kipaumbele. Kikubwa ni kuhakikisha kwamba tunafanya yale matendo yote ambayo yanampendeza Mungu. Baba Padre, nakushukuru sana kwa ajili ya neno la leo, na mimi pia nimeondoka na kipande cha neno. Kwa hiyo nakushukuru sana. Kwa hiyo niombe pia wenzangu, nadhani mmemsikiliza mwenzetu, ametangulia, lakini sisi ambao tumebaki bado tuna wajibu na jukumu la kwanza na kuendelea kuandaa maisha yetu baada ya kuwa tumeondoka hapa duniani. Lakini pia niwashukuru sana viongozi wa kata ya Lugalawa, Mheshimiwa Diwani, mtendaji wa kata, viongozi wa chama. Kwa kweli mimi huwa nasema kama mkurugenzi, kati ya kata ambazo naziongoza wilaya ya Ludewa, kata ya Lugalawa ni kata ya mfano. Ni ya mfano kwa sababu gani? Kwa kweli mna mshikamano mkubwa. Asanteni sana. Katika matukio yote, tukiacha tukio hili ambalo limetukutanisha hapa, tulikuwa na tukio la Mwenge tarehe 20 mwezi wa 5 ambao tulishiriki yote. Katika maeneo yote ambayo tulipita, kwa kweli Lugalawa umetuheshimisha. Tunawashukuru sana na asanteni. Lakini hii ina tafsiri gani? Ina tafsiri kwamba viongozi wa Lugalawa wameshikamana, lakini pia wananchi wana upendo na mshikamano. Wananchi wa Lugalawa nawashukuru sana kwa kila hatua ambayo tumeshirikiana, lakini pia kwa namna ambavyo tumekusanyika siku ya leo hapa kumwaga mpendo wetu, kijana wetu Patrick. Kwa hiyo nawashukuru sana. Lakini pia nimshukuru DMO pamoja na uongozi wote wa idara ya afya. DMO namshukuru sana. Sifa zilizokuwa zinatolewa hapa kwangu mimi mkurugenzi, naamini hizi sifa sistahili kupata sifa. Hizi zinatokana na kwamba mmenisaidia kazi vizuri. Kwa hiyo nawashukuru sana katika uratibu wa zoezi zima hili. Lakini pia nawashukuru sana wananchi na jumuiya yote ya Lugalawa ambayo tumekutana hapa kumwaga mwenzetu. Kwa kweli inaleta picha nzuri na upendo. Japo mwenzetu amelala hapa hatujui, lakini huko aliko nadhani pia ataona kadamnasi na watu ambao umefika hapa kwa ajili ya kumwaga mwenzetu. Lakini mimi kama mwajiri, kimsingi tumeshafanya utaratibu na stahiki zote zinazohusiana na marehemu tumewajibika na tumezitekeleza ipasavyo. Lakini pia tuliongea na familia ndani. Si najua mwenzetu ataenda kupumzishwa Jumamosi, lakini pia siku ya Jumamosi tutashiriki pia kwenye msiba. Mheshimiwa DC, katibu tawala wetu, mimi mkurugenzi na watumishi tutamsindikiza kwa heshima mtumishi mwenzetu katika safari yake ya mwisho. Sasa ni kitu gani ambacho tumejifunza kutokana na msiba wa mwenzetu?
Nadhani kila aliyekuwa akisimama hapa amesikia akiongea mambo mema na mazuri ya marehemu Patrick Nombo. Kila aliyekuwa anasimama, lakini pia na mimi kama mkurugenzi nimepata nafasi ya kufahamiana na huyu mtumishi. Nimekuwa nikiongea naye, lakini pia nimejua namna anavyofanya kazi. Lakini sio kazi tu, pia nje ya maisha ya kazi, namna ambavyo alikuwa ana uhusiano, anakutanisha jamii, vijana wa Lugalawa hapa alivyokuwa na kukutanisha, kama alivyosema baba padri. Ni kijana ambaye alikuwa na upendo, msikivu, asiyekuwa na makuu, lakini pia asiyependa kujikweza kama alivyosema baba padri. Kwa hiyo hii inatuma taarifa au inatukumbusha sisi ambao tumebaki, ambao ni watumishi wa umma na tusiokuwa watumishi wa umma, kwamba haya nafasi hii ambayo Mungu ametupa, haya maisha, tuendelee kuishi maisha ya upendo, kuthaminiana, kusaidiana, lakini pia katika nafasi ambayo Mungu amekupa kuihudumu, basi utekeleze majukumu yako kama ambavyo inapaswa kutekelezwa. Sisi halmashauri ya wilaya ya Ludewa tumepotewa na mtumishi ambaye alikuwa ni mchapakazi, mtiifu, mwadilifu, lakini pia alikuwa kiungo kati ya sisi halmashauri pamoja na taasisi ya St. John. Kwa sisi kwa kweli tumepotelewa, na nadhani hii nafasi haitapata mtu wa kujaza, lakini na imani kwamba haya yote ni mapenzi ya Mungu, lakini pia naamini Mungu pia ametuandalia mtu mwingine ambaye ataweza kushika hii nafasi na kuendeleza hili jukumu la kuweza kushughulikia katika idara ya afya. Na mwisho kabisa, nawashukuru sana nyote ambao tumeungana hapa siku ya leo kumsindikiza mwenzetu marehemu Patrick Nombo katika safari yake ya mwisho, lakini pia la muhimu zaidi, yale mahubiri yaliyotolewa na baba padri, basi kila mmoja wetu aende kuyazingatia ili safari inapokuwa imefika tunakuwa tumejiandaa vyema. Baada ya kusema hayo, nichukue nafasi hii sasa marehemu aliajiriwa na halmashauri ya wilaya ya Ludewa kama katibu wa afya daraja la pili na kupangiwa kituo cha kazi St. John Lugalawa. Katika kipindi chote cha utumishi wake alitambulisha kwa uadilifu, uwajibikaji na moyo wa kuwahudumia watumishi wenzake. Kutokana na utendaji wake wa kazi mzuri, tarehe 1 Juni 2021 alipandishwa cheo na kuwa katibu wa afya daraja la kwanza. Aidha, tarehe 28 Juni 2020 alipandishwa tena cheo na kuwa katibu wa afya mwandamizi daraja la kwanza, jambo lilionyesha imani kubwa ambayo waajiri wake walikuwa nayo juu ya uwezo na mchango katika sekta ya afya. Marehemu alitumikia halmashauri ya wilaya ya Ludewa katika hospitali ya St. John Lugalawa kwa kujituma takriban miaka 11. Ndoa. Katika maisha yake ya familia, marehemu alifunga ndoa takatifu na mke wake mpendwa Deogracia Msafiri tarehe 2 Novemba 2024. Kifo. Mnamo tarehe 8 Juni 2026 majira ya saa 1:30 jioni, marehemu akiwa pamoja na marafiki zake wawili walikuwa wakitembea kwa miguu wakitokea katika shamba na rafiki yao huko Lomela. Wakiwa njiani alipata ajali baada ya kugongwa na pikipiki iliyotokea nyuma yake. Baada ya ajali hiyo, alipelekwa hospitali ya Lugalawa kwa ajili ya huduma ya kwanza na kufanya vipimo vya awali ikiwemo x-ray ya kichwa. Kutokana na hali yake, madaktari walimpa rufaa kwenda hospitali ya Ipona kwa uchunguzi na matibabu zaidi. Mnamo tarehe 9 Juni 2026 majira ya saa 11 alfajiri alifanyiwa upasuaji wa kichwa baada ya kugundulika kuwa damu ilikuwa imevilia kichwani. Baada ya upasuaji aliendelea kupatiwa matibabu katika chumba cha wagonjwa mahututi ICU. Hata hivyo, hali yake iliendelea kuwa mbaya na jioni ya tarehe 9 Juni 2026 Mungu alimuita katika pumziko la milele. Mwisho, daima tutamkumbuka kama mtu mwenye bidii, mcheshi na mtu wa watu, mwenye moyo wa kusaidia wengine, na alikuwa akijitahidi kuleta matokeo chanya katika jamii aliyoishi na kuifanyia kazi. Marehemu ameacha mke mjane na watoto wawili. Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Lakini kiongozi huyu alikuwa ni kiunganishi kati ya hospitali ya Lugalawa na serikali yetu. Kiongozi huyu alikuwa anatuunganisha kati ya hospitali ya Lugalawa na taasisi zilizopo Lugalawa. Lakini kiongozi huyu alikuwa anatuunganisha na jamii ya Lugalawa yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
itifaki imezingatiwa. Kwa niaba ya Mhashamu Baba Askofu Eusebio Kyando, askofu wa jimbo la Njombe, napenda kutoa salamu za pole kwa familia wa hospitali ya Mtakatifu John Lugalawa, kwa mwajiri wa hayati Patrick Nombo, mkurugenzi wetu, pia kwa kanisa na kwa wana Lugalawa wote na wana familia wote. Raha ya milele mpe Bwana, astarehe kwa amani. Mhashamu Baba Askofu na wanajimbo la Njombe, hasa idara ya afya, tumeguswa sana na msiba wa ndugu yetu, mtendaji wetu Patrick Nombo. Yeye alikuwa ni katibu wa hospitali yetu ya Lugalawa, lakini pia alifanya kazi kama mtendaji na mratibu wa shughuli za afya, idara ya afya jimbo Katoliki la Njombe, na alikuwa ni kiungo kizuri sana kati yetu sisi jimbo la Njombe na serikali. Ulitupatia mtu sahihi, asante sana. Yeye alijua wapi twende, wapi tusiende. Hata mimi nimefanya naye kazi sasa ni mwaka wa pili. Kila jambo alikuwa ananielekeza. Kumbuke mimi ni katibu wa afya, lakini nimesomea mafundisho ya kanisa. Mambo haya itifaki za idara ya afya ilikuwa sizifahamu. Kwa hivyo nzima tujifunze kitu katika msiba huu wa ndugu yetu Patrick Nombo. Ndugu zangu, maisha ni mafupi sana. Yatupaswa tujue tunaweka wapi hazina zetu. Tunaishi vipi? Mapenzi yetu yanapendeza watu pamoja na Mwenyezi Mungu. Maneno yote ndugu zangu, kama mlivyoona, msiba ulikuwa ni mzito, msiba una masikitiko makubwa. Lakini funzo ni kwetu ndugu zangu. Tuchukue mafunzo, tuone tunapaswa kufanyaje. Tuone unawezaje kutengeneza pale ulipoharibu ili usijenge ukuta. Nyufa ulizonazo ndugu zangu, uendelee kuzijenga. Ndugu zangu, tuendelee kuombeana katika maisha haya ya dunia. Wenzetu ametuachia alama katika nyanja zote za maisha, katika maendeleo, katika upendo, kumcha Mungu, lakini pia kuwa mfano bora kwenye jamii. Namna gani tunapaswa kuishi. Haijalishi binadamu uko pale pale, lakini ndugu zangu, tujitahidi kupendana. Hii ni siku ambayo ilikuwa na huzuni sana. Tangu tarehe 9 ilikuwa ni siku ambayo wanaludewa walikuwa na huzuni sana, kwa sababu St. John ni hospitali ambayo inawaokoa wengi katika majanga mbalimbali, kwa namna moja au nyingine, kwa sababu kama hukulazwa wewe, utaenda kumuuguza ndugu yako. Kwa hiyo wengi wamesikitika kwa ukarimu wake, kwa upendo, utu wema, uchapakazi pamoja na uhodari katika kuishi na jamii. Ndugu zangu, hii ni siku ya mwisho katika kata yetu ya Lugalawa, ambako siku ya tarehe 13 ndugu yetu Patrick Nombo atapumzishwa katika nyumba yake ya milele, nyumbani kwao Songea. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Amina.